Japokuwa ilikuwa ni hali ya kawaida kabisa Happiness kunihoji baadhi ya maswali, lakini pamoja na yote hayo nilikuwa tayari nimeingiza hofu sana pale ambapo atakuja kujua nini ambacho kimefanyika mpaka mimi kupanga chumba. Pesa kiasi cha shilingi milioni 3 ambacho yeye alikuwa amenipatia, akidai kwamba alikuwa na save kutokana na matumizi ambayo anapewa na baba yake. Kiasi chote hiki cha pesa alinipatia mimi, na mimi sikukitumia hata senti 5. Zaidi nilitumia pesa ambayo nimepewa na Madam Mary. Siku hiyo nikiwa sina hili wala lile, nilikuwa nimeenda kufanya usafi kwenye chumba ambacho nimepanga ili Happiness anapokuja basi tupate muda wa kukaa pamoja na kufurahia. Sikuamini nilichokiona. Nilikuja kugundua kwamba ninafuatiliwa sana na Madam Mary, tena kwa ukaribu sana. Habari hizi nilipewa na mmoja kati ya wapangaji wenzangu ambao tuko nao pale ndani. Aliniambia, "Hivi unafahamu kwamba Madam anakuja hapa mara kwa mara na yeye pia ana funguo zake?" "Kwa nini?" niliuliza. Nasema sisi hatujui kwa sababu tuliona yeye ndo mtu wa kwanza kufika hapa nyumbani wakati wa kutafuta nyumba na hata kulipia. Kwa hiyo hatuna maswali ya kumhoji, anafunguaga hicho chumba." Hizi taarifa zilinishtua sana. Kwa nini Madam Mary anakuja kwenye hiki chumba hata kama amelipia yeye? Maana yake anashindwa kuheshimu privacy yangu. Nilijisikia vibaya sana na nikatamani kujua ni kwa nini anafanya hivyo. Sasa nilimpigia simu Madam Mary na kumwambia nina maongezi na wewe, kama tunaweza kuonana nitashukuru.